Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei kuu mwaka mtakatifu 2025. Mahujaji katika matumaini. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Amefufuka. Haleluya. Amefufuka. Haleluya. Mpendwa baba paroko, wapendwa mapadi, Padre Evaristi, Padre Richard Yasenga, Padre Francis, wapendwa mafrateli, wapendwa watawa wa kiume na wa kike, wapendwa waamini kwa namna pekee, kamati tendaji, mashirika ya kitume na vyama vya kitume, wapendwa wazazi, wapendwa vijana wetu na usali pamoja na wengine wote wenye mapenzi mema. Amefufuka. Haleluya. Wapendwa katika Kristo mfufuka, habari njema na ya uzima tunayotangaza kwa furaha na kwa shangwe kubwa siku hii ya leo hii kwamba Bwana amefufuka kweli kweli. Bwana amefufuka kweli kweli. Haya ni maneno ya wale wafuasi wawili wa Emmaus. Soma Luka 24:34. Waliporudi baada ya kutoka pale kijijini ambapo Yesu aliingia, alafu akakaa nao, alafu akageuza ile mikate wakawa nakula pale, wakamtambua, wakarudi Yerusalemu wakiwa na nguvu, wakiwa na uchangamfu mkubwa. Walipofika pale wakawatangazia wale watume wengine, Bwana amefufuka kweli kweli. Nataka kuweka uhakika kweli kweli. Ndugu zangu, habari njema tunayotangaza siku hii ya leo, tunayotangaza kwa furaha na kwa shangwe kubwa kabisa, hiyo Bwana amefufuka kweli kweli. Bwana amefufuka kweli kweli. Yupo kati yetu, yupo mzima, yupo anatenda kazi. Mshumaa wa Pasaka unaoona altareni daima unaangaliwa kama alama ya Kristo mfufuka aliye katikati ya kanisa, aliye katikati ya watu, akitangaza habari hiyo njema kwamba nimefufuka, amefufuka, hayuko tena kwa wafu, ni mzima, yuko kati yetu na anatenda kazi. Tumpongeze kwa makofi na vigelegele. Amefufuka, hayuko tena kwa wafu, amefufuka roho na mwili, hayuko tena kwa wafu, yupo kati yetu, yupo hai, yupo mzima na yupo anatenda kazi. Ndugu zangu, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni tendo la kimungu. Ni Mungu Baba alimfufua Yesu kutoka wafu. Hakuna yoyote aliyeona lile tendo la ufufuko. Ni tendo la Mungu Baba. Ni tendo kubwa, tendo kuu. Ni Mungu mwenyewe alimfufua kwa namna ambazo yeye mwenyewe anafahamu. Hakuna aliyemwona Yesu akifufuka kutoka wafu. Msione kwenye filamu, kwenye sinema unaona yani anapofufuka lile jiwe kubwa linaondolewa, linatupwa, alafu anatoka huko ndani, moshi unawaka mkubwa. Hayo ni maigizo. Hakuna yoyote aliyekuwepo na hakuna yoyote anayefahamu kwamba ni saa ngapi. Kuna anasema asubuhi na mapema, saa 10:30 hivi, saa 11
saa 11:15 hakuna ufufuko wa Yesu ni tendo lililofanywa na Mungu Baba peke yake, na hakuna anayefahamu lilivyofanyika, na hakuna anayefahamu ilikuwa ni saa ngapi. Matendo makuu ya Mungu hayaonekani na mwanadamu, ukiona utakufa. Kwa hiyo ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni tendo kubwa, ni tendo kuu lililofanywa na Mungu. Alimfufua roho na mwili, roho na mwili. Najua sasa kuna mambo magumu ya kueleza, na ni tendo ambalo linadai imani kwamba tendo hilo lilofanywa na Mungu peke yake, akamfufua mwili na roho, akaingia katika hali ya utukufu, katika hali ya kiroho, katika hali ya umilele. Kwa hakika kama nafsi yupo, lakini haonekani katika hali yetu ya maumbile. Kumbe ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni mojawapo ya mafumbo makuu yanayodai imani kuu. Yupo kati yetu, amefufuka, yupo kati yetu, anatenda kazi, lakini haonekani katika hali ya maumbo yetu. Yuko katika hali ya utukufu, katika hali ya umilele, katika hali ya kimungu. Si kwamba Yesu alirudi, Yesu hakurudi. Yaani si kwamba alilala pale kaburini alafu akarudi, kama yule mtu ambaye nawaambia kwamba alikuja kanisani akawaida siku ya Pasaka. Kama mnavyofahamu, na watu tunawaita ni Wakristo wa Pasaka, wengine ni Wakristo wa Krismasi. Huyo bila shaka alikuwa ni Mkristo wa Pasaka. Sasa alipokuja, alikuwa Ijumaa Kuu, akasikia pale ametangaza pale mwishoni kwamba pale mwanzoni kwamba leo tukimaliza ibada ni kimya, wala bali hata sema nendeni na amani. Tunamalizia, tunasala, tunakwenda kimya kwa sababu Bwana amekufa. Ni kimya. Ibada ya leo haina kutakiana amani ya kwenda nyumbani. Naondoka kimya tukiwa tunaomboleza Bwana amekufa. Sasa alikuwa kwenye ile ibada ya Jumapili namna hiyo, na alafu alipokwenda tena Jumapili asubuhi kama sasa akakuta waimbaji wanaimba ile haleluya, 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 haleluya. Sasa yeye akaenda kumwambia mke wake yule aliyekufa tena leo, paroko ametangaza eti amerudi. Alikuwa anatangaza amerudi. Sio kwamba amerudi. Hawa ni watu wanaokuja kanisani mara moja, hawajui hata misamiati yetu tunayotumia. Yeye waimbaji wanaokazana huko amefufuka, haleluya. Yeye anasikia kwamba anasema amerudi. Hakuna. Yesu hakurudi. Yesu alifufuka katika hali ya kimungu. Yuko hai, yuko mzima, lakini katika hali ya utukufu, katika hali ya mbingu, katika hali ya umilele, katika hali ya kieskatolojia. Yuko katika ulimwengu mwingine, kwa kwenye ulimwengu ambao hakuna mtu ambaye ameshakwenda. Sasa kwa sababu mambo yako hivyo, ndugu zangu, ufufuko ni mojawapo wa kweli za imani. Tumewafundisha vizuri sana imani ni nini. Anatuambia mwandishi wa barua kwa Ibrania, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, Waibrania 11:1. Lakini pia imani ni kuwa na uhakika wa mambo yasiyoonekana, lakini kwa imani yapo.
Yapo imani, maana ya pili ya imani. Kwanza ile ya Waebrania, na tunafundisha sana katika ile mada ya imani kwenye sinodi. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, kama Abrahamu aliambiwa kwamba wewe utakuwa baba wa vizazi vyote duniani, wewe utakuwa baraka kwa mataifa yote. Akasema, akaamini, ambaye wewe yaani utakuwa ni baba wa vizazi vyote, na hana mtoto. Akaamini na ikawa hivyo. Lakini pia maana ya pili ya imani, imani ni kuwa na uhakika ya mambo yasiyoonekana, lakini kwa hakika yapo. Sasa hapa wana uhakika na mambo ambayo ni uhalisia, ni reality, however not seen by our eyes. Hatuwezi kuona na macho yetu haya ya binadamu, hatuwezi kuona, lakini yapo. Sasa mojawapo ni ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo alifufuka kutoka wapi? Mwili na roho, 100%. Akaingia kwenye hali nyingine ya utukufu, hali nyingine ya kiroho, hali nyingine ya umilele, hali nyingine ya kimbingu. Yupo nafsi halisia, hata hapa yuko hapa tu, yaani unamwona ukiwa na macho ya imani kweli, utamwona yaani yupo, ni mfufuka, yuko katika kwenye hiyo hali ya kiroho, yuko kwenye ulimwengu wa kiroho, na anaweza hata kuja hapa bariki, anaondoka. Na wakati mwingine kanisani tunaona kwa kweli ilikuja, yaani imekuja upepo mzuri, yaani tunaona watu wote wamekaa kimya, Yesu anabariki kumfufuka. Unamwona kama una macho ya imani kweli, utamwona. Kumbe ndugu zangu, ni lazima kuona ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo katika hali hiyo ya uhalisia wa kiroho, uhalisia wa kiutukufu, uhalisia wa umilele. Yupo, amefufuka kweli kweli, yu mzima, yu kati yetu, anatenda kazi. Sasa na hapo ndipo ndugu zangu, na kazi kubwa sana kwa upande wetu. Imani kwamba kweli Yesu amefufuka, yupo kati yetu, lakini pia yuko mbinguni, anatuminia neema zote tunazohitaji kwa wale ambao karibu na yeye, kwa wale wanaomwamini. Lakini wale wanaomwamini, kumbe ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo unadai imani. Haleluya! Amefufuka. Haleluya! Amefufuka. Amefufuka. Tunamwadhimisha kwa namna ya pekee kwa kipindi hiki, baada ya kujiandaa kwa kipindi kirefu cha Kwaresma. Sasa tunaingia kwenye kipindi hiki cha furaha cha kuadhimisha Kristo mfufuka, ambaye kweli kwa imani amefufuka na yupo kati yetu, anatenda kazi, yupo kati yetu katika hiyo hali, yupo katika hiyo hali ya utukufu. Ndugu zangu, ni vizuri kutambua kwamba katika hiyo hali ya uhalisia, lakini ya utukufu inayodai imani, kunahitajika na sisi tuingie katika ulimwengu huo wa imani. Lazima tuingie hapo, tusiwe kama tunasema tu amefufuka. Ni lazima kweli tuwe na imani, kuamini amefufuka, na tumuombe yeye tena atujalie neema ya kutambua kweli huo ambao hauna majadiliano, kwamba amefufuka, yupo. Sasa tusipoingia kwa imani, hatuwezi
hiyo, tuko kwenye hali ya uokovu. Tusijaribu sana kuomba kukutana na Kristo mfufuka ambaye yuko katika hali ya maumbile yetu. Hayuko katika hali ya maumbile yetu, ni yuko kwenye ulimwengu tofauti kabisa. Ulimwengu tofauti, ni ulimwengu wa ufufuo, ni ulimwengu wa ufufuo, ni ulimwengu ujao na ile teknolojia. Sasa akiwa kwenye katika hali ya milele, ni lazima sisi tujue kwamba tuna mtu namna hiyo, ni kweli amefufuka, na tuwe na mahusiano ya dhati naye kwa njia ya imani. Tuombe tuongezewe imani kwa Kristo mfufuka, kwamba ni kweli Mungu Baba alimfufua kutoka wafu, mwili na roho, na yuko mbinguni anatuombea, lakini pia yuko katikati ya kanisa. Kwa hiyo namna yake yuko katikati ya kanisa, na yuko katika haya maumbo matakatifu ambayo alitupatia katika kanisa. Katika Ekaristi Takatifu tunakutana na mfufuka, yuko katika Ekaristi, yuko katika Ekaristi. Sasa namna gani? Mbona Simoni hapa alikuze wewe, kwani umeshakuzaguza? Lazima mkuze kwanza, lazima ukutane naye, uwe na mahusiano ya karibu naye, yaani uweze kumgonja, uweze kumtii, uweze kumwona kweli anafanya kazi, anakuinua. Sasa katika Ekaristi alipenda, kama tulivyoona siku ya Alhamisi Kuu, alipenda fumbo lote la Pasaka, unaita fumbo la Pasaka, fumbo la msalaba, yaani mateso ya msalaba, kifo, kuzikwa na ufufuko. Hilo jambo lote hilo akapenda libaki katika kanisa kwa njia ya Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo siku ile ya Alhamisi jioni, kabla hajaingia katika mateso yake, akalileta hilo fungo la Pasaka, hilo fungo la msalaba, mateso, kifo, maziko na ufufuko. Hicho kitu chote akalileta kama yeye Mungu, akapenda kibaki na sisi katika Ekaristi Takatifu. Hayo fungo lote la msalaba ni tunakutana nalo hapa. Sasa huyu aliyefufuka, Kristo mfufuka, yuko fresh katika Ekaristi Takatifu, yuko fresh pale. Alipenda kukaa katika yuko pale, si katika kuonekana kama mtu, yuko pale, hiyo hali yake ya kidini ya kieskatolojia alipenda aifiche katika Ekaristi Takatifu. Na Ekaristi Takatifu ni kilele cha kukutana na nafsi ya Yesu, nafsi yote ya Kristo aliyekufa na kufufuka, tunakutana nayo katika Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo Ekaristi Takatifu ni kielelezo cha juu kabisa cha Kristo mfufuka, kielelezo cha juu kabisa cha Kristo mfufuka, yaani yuko hapa mzima. Sasa ndugu zangu, inadai imani, na ndio maana nasema kwamba ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni mojawapo ya mafumbo makuu yanayodai imani.
naye huyo Yesu aliyefufuliwa mwili na roho, lakini sasa katika hali ya utukufu, katika hali ya umungu, katika hali ya umilele, ulimwengu wa umilele, yuko hapo, ni uhalisia, lakini kwenye ulimwengu wa namna hiyo. Sasa walikuwa wamejaliwa hiyo paji, wamejaliwa hiyo neema, walikuwa wameinuliwa na Roho wa Mungu waweze kupokea hilo jambo. Wakalipokea, wakalifurahia sana, wakalihisi, wakalionja, wakaona kabisa sasa hapa kwa kweli kumbe mambo yako hivi. Sasa hapo ndio kula na kunywa pamoja naye. Nani ameshakula na kunywa pamoja na Kristo mfufuka? Ndio jambo la kupendeza. Muulize mwenzako, umeshakula na kunywa na Kristo mfufuka? Anasema hapa hata tulimwana unaona hiyo haiwezekani. Inawezekana, ni imani. Sasa mnaposikia Petro anasema wewe twende taratibu. Tumeshasema Yesu mfufuka, ni kweli amefufuka mwili na roho, lakini katika hali nyingine kiuhalisia ni nafsi hai kabisa. Sio kwamba alirudi kama nilivyokuwa naimba. Alifufuka kutoka wafu, akaingia katika hali ya ufufuko, hali ya umilele. Yupo, ni nafsi katika ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho ambapo si hatujafika huko. Sasa Petro hapa kama Yesu ameingia kwenye hali ya namna hiyo, inafanya anasema kwamba sisi tulijaliwa huyo Mungu wa namna hiyo, Mungu wa ajabu, wa miujiza. Huyo Mungu akamfufua. Sasa alipomfufua akamjalia kudhihirika, kuonekana si na watu wote. Na hata hapa tunaweza kukaa kanisani mpaka mwisho, si watu wote wanatoka na hii neema ya ufufuko, yaani kuhisi kweli kwamba leo tunamaadhimisha tena Kristo mfufuka. Huyu kweli hata mimi nasikia anagonga ndani yangu, ananisukuma kweli. Kristo mfufuka jamani, yupo katika kanisa, yupo kati ya jamii ya watu kweli, katika familia yangu yupo. Ninaona jinsi ambavyo kuna mambo ya ajabu yanayotendeka, si mambo ya ulimwengu huu, ni kwamba hapa tu tunainuliwa. Naona sasa kama hujafikia hapo, naweza kutoka hivi. Wewe unafikiri wakina Petro, yaani wanasema walikuwa na kunywa naye. Wewe unafikiri kwamba Yesu alikuwa kama mtu amesimama kama mimi hapa, alafu akaanza kula, yaani wakaanza kula pilau pale? Hakuna, ni pilau hiyo ya kiroho. Yaani walimwona Yesu mfufuka, yaani wakamhisi, wakamgusa spiritually, yaani kiroho wanamgusa, wanahisi nguvu yake ilivyo, yaani ni kama kula na kunywa pamoja naye, wakapata nguvu, wakapata ujasiri, wanasema tutoke twende tukamhubiri. Sasa kufikia hapo, ndugu zangu, nahitajika imani. Wewe useme tu baba askofu, mimi naomba siku moja nile na kunywa na Kristo mfufuka. Ni huko kukutana naye, kuinuliwa kwenye ulimwengu wake wa kiutukufu wa kiroho, na anafanya maajabu. Kumbe akina Petro walikuwa na hiyo zawadi. Anasema alafu akawatuma, akawaambia wakae mashahidi. Walikuwa na imani ya juu kwamba hapa kuna mambo, na mtaiona tena hivi karibuni. Unafikiri wakina Petro na Yohani wanapoenda kusali, nafikiri taisikia wiki hii, wanaenda kusali, wamechukua vitabu saa 9, wanakwenda wanamkuta yule kipofu ameketi kwenye hekalu, kwenye mlango ule mzuri pale. Halafu yule kipofu akawa anawaangalia, walikuja kutoka kule, wanatoka kule mbele kule, yaani zile nyuso, unajua nyuso za watu wa Mungu, yaani ni nzuri. Yule kiwete akaona zile nyuso jinsi zilivyokuwa zinameremeta, akafurahi, akasema hapa leo wananijaza mapega hapa ya majitu yale, maana ni majitu yalikuja, wamemjaa Roho Mtakatifu, wamejaa neema hiyo ya ufufuko. Neema hiyo ya ufufuko iko ndani yao, wamembeba mfufuka ndani yao. Sasa yule kiwete akiwa anatarajia sasa apewe pale fedha na dhahabu, Petro akamwambia, tazame sisi hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho
jina la Yesu wa Nazareti, simama. Wa akasimama. Hapo vina vigelegele. Yesu mfufuka yuko kazini. Yesu mfufuka yuko kazini sasa. Ni yeye anazungumza hapa. Sisi tulikula na kunywa pamoja naye. Tulimhisi hivi kwamba yani huo karibu tulivyomfurahia ni kama tulikuwa tunakunywa na kula pamoja naye. Lakini wapi? Huwezi kula na Kristo mfufuka ashiriki. Yuko kwenye utukufu. Yuko kwenye hali ya umilele. Huwezi. Lakini ni kule kumwadhimisha kiroho, kule kumhisi, kule kwa kweli tunapokuwa na imani naye kwa dhati, anakuja na anafanya mambo makubwa kwetu. Sasa yule kiwete alikuwa anatazamia pale waingie mfukoni na kwa jina la Yesu. Maana ile nguvu ya kufufuka inadunda ndani yao, inafanya kazi. Kwa jina la Yesu wa Nazareti simama. Wapo ondoka. Akaingia kule kanisani akafurahi pamoja na mtume. Sasa ni vizuri tuombe neema hiyo ya kumpokea Kristo mfufuka. Tusimwadhimishe tu kijuujuu hivi. Kristo mfufuka yupo kwa hakika 100%, hata hapa yupo. Sasa ni lazima tufike hapo, tuwe na hiyo imani ya dhati. Na hiyo imani ya dhati kama tunavyoona inadai pia mambo mengine, haiwezi kukaa hivi tu kama tena kwenye hekalu ambalo ni chafu. Hiyo neema itaingiaje? Ndugu zangu, tujenge, tuombe neema ya kuwa na neema, tuombe neema hiyo ya kuwa na imani ya dhati. Imani tumeizungumzia sana, imani kwa Mungu, imani kwa Yesu tumeizungumzia sana katika sinodi. Imani ya dhati kwa Mungu, imani ya dhati kwa kanisa, imani ya dhati kwa mafundisho makuu ya wokovu wetu ni kitu cha juu sana, chenye thamani sana. Yaani ukikosa imani katika Mungu, katika Yesu, katika kanisa Katoliki, unateremka sana, unakuwa mtu wa hivi tu. Lakini unapokuwa na imani ya dhati kwa Mungu, kwa Yesu, kwa mafumbo makuu kama tunayozungumzia, kwamba unaamini kweli Kristo amefufuka, yuko nasi, yuko katika kanisa kwa namna pekee, yuko katika maumbo haya ya wokovu, na hasa katika kanisa takatifu ndio tunaishiwa na nguvu. Yuko pale 100%, 100%. Unapokuwa na imani ya namna hiyo, wewe uko mbali sana, si mwenzetu, na unaweza kufanya mambo mengi sana. Yaani imani ya dhati kwa Mungu, imani ya dhati kwa Kristo mfufuka, imani ya dhati kwa kanisa Katoliki ni kitu cha thamani sana. Msicheze nacho. Na kama unahangaika katika imani, naomba sana muombe neema ya kufufuka. Inatubadilisha, tunakuwa ni watu wengine, watu wenye nguvu sana, watu ambao tunaweza kusimama mahali tukasema kitu na kikakubalika. Lakini kama tunacheza na imani kila mahali, tunaburuta kila mahali. Hali baba askofu tumewaandikia mwaka huu barua ujumbe wa Karezi, simameni imara katika imani. Simameni imara katika imani. Maaskofu tunaandika tunapoona jinsi watu wanavyohangaika na mambo mengi, wanapoteza mwelekeo, wanapoteza dira ya Mungu, ya Kristo, ya kanisa Katoliki, ya mafundisho makuu ya kanisa Katoliki, na hapo kila kitu kinakuwa ni hopeless. Maadili ndio hivyo, yanachoka. Nidhamu inachoka. Mazoezi ya kiroho yanachoka. Mahusiano yanachoka. Yanakuwa ni ya kishetani. Maaskofu wamesema turudi, simameni imara katika imani. Na kwa kweli pale ameendelea, ukisoma ile barua kwa Wakorintho, ile barua ambayo maaskofu wameandika, tumechukua kwa Wakorintho ile sura ya 16 mstari wa 13. Yaani pale ule mstari umesema simameni imara, simameni kiume. Simameni, yaani msicheze.
Yaani simameni imara, msitikizwe, muwe simba ya Yuda, kwa sababu msiposimama hivyo kuna mambo mengi sana ambayo tutapata taabu sana. Sasa zangu hapa mitume wanatuonyesha mfano. Nasema sisi bwana, hawa walikuwa na imani ya dhati kabisa kwamba amefufuka, wakaonja ule ufufuko wake, ile nguvu ya ufufuko, ule uwepo wake, ile nguvu ya ufufuko, neema ya ufufuko. Wanasema ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye. Walikula nini na Yesu mfufuka? Yesu alikuwa na chakula gani? Walipiga kitu gani? Kuna ile furaha, ule uwepo, kule kumhisi aliona nguvu, kuhisi zile neema zake zinazofanya kazi ndani yao, lile joto lake, ule uwepo wake. Sasa hili ni lazima na sisi tuombe neema ya kufikia hapo. Bila imani hakuna chochote tutakachoambulia katika ufufuko wa Bwana. Tuombe sana neema hiyo ya imani. Katika injili ya leo umeona ni pale mwishoni kabisa neema ya ajabu imetokea. Maria Magdalena ameshamka tangu saa 11 au saa 10 saa 11, akakimbilia kwenye kaburini mwenyewe. Yaani ni giza ameenda, ni mama kwa kweli hana amejaa ujasiri, Bwana wangu amempeleka wapi? Anapenda mpaka pale anakuta jiwe hakuna. Anarudi kwa mitume, walikuwa wamelala akina Petro na Yohana. Kawaambia, nimefika kaburini na kuna jiwe limeondolewa, wamemuondoa Bwana. Yaani alikuwa na mimi kwamba amemuondoa, sio kwamba amefufuka Bwana. Mungu amemfufua, na ajabu. Mungu Baba amemfufua, sio kwamba ameondolewa. Nani amemuondoa? Amefufuka. Sasa wanakupenda yule mwanafunzi ambaye alikuwa kijana zaidi, wanasema ni yule aliyependwa na Yesu, bila shaka ni Yohana Mwinjili, Yohana mtume. Akaenda kwa mbio zaidi, kakatika pale kaburini, kakachungulia, kakaona vitambaa vimekaa, alezo vimekaa chini, kakarudi, kwa sababu pia kwa taratibu za kanisa hapaswi kusema chochote wala kutangaza chochote. Yaani Petro ndiye alikabidhiwa kanisa, ndiye atakayetoa habari ya ufufuko, ndiye atakayesema chochote. Akaenda Petro, akaingia ndani, ameingia ndani kabisa. Petro anafanya kitu kinachoitwa thorough inspection, yaani ukaguzi kwa kina. Yaani yuko wapi huyu mtu? Yuko wapi? Amejificha kwenye kona. Na watu wengine ukija kwenye nyumba usianze kusema hayuko. Wengine wengine usiku inakuwaje, wanaamka kwenye kitanda, wanakaa kwenye chini ya meza kule, amelala kule. Kwa hiyo nenda taratibu. Wewe useme, usiingie tu kwenye chumba alafu ukasema hakuna mtu, ukaanza kupiga kelele. Wengine wanajificha, wakisikia tu hata kundi linalia, anafikiri kwamba anashambuliwa. Anapenda anajificha chini ya meza, na pale usingizi unakuja, anakaa mpaka asubuhi. Wewe unapenda saa 11 unasema kwamba hayupo kwa vipi? Mbona yuko ndani? Sasa Petro alikuwa anatafuta hilo thorough, yaani inspection ya kina, ili yeye kama mkuu wa kanisa atoe habari. Maana unajua tunataka kujua kanisa kwamba wewe ni mama. Kwa hiyo sasa Petro ameenda kule, hakuona kitu, akarudi kwa huzuni. Kale mwanafunzi kakarudi tena, kakaangalia, akaona na kuamini. Pale alipokuwa anaangalia, akapewa neema ya ufufuko, kwamba huyu hayupo, amefufuka. Kwani si alikuwa ameshawaambia kwamba atafufuka? Hayo kanatoka pale na furaha, na Petro anaanza kutangaza kwamba Kristo amefufuka. Na Maria Magdalena akakuja tena, akatoa ushuhuda kwa hali ya juu zaidi. Ndugu zangu, ni katika imani tunakutana na Yesu mfufuka. Ni katika imani Yesu mfufuka anafanya kazi ndani yetu. Kama hakuna imani, tunabakia hivyo tu. Bali tunashiriki katika misa kila siku. Si unapenda unakaa hapo tu unarudi. Unaenda unarudi. Yaani kama ni uji ambalo limepikwa asubuhi, ukikuta jioni limekaa hivyo tu. Yaani limelingana hivyo tulikotoa hapo. Sasa lakini watu wenye imani kila wakati na uchangamfu wa pekee. Umeshaona kwamba hata kwenye kanisa sasa hivi, kwenye kanisa Katoliki, uchangamfu uko chini
la Mungu kule aliko. Unaona hivi tu kwa tunasema, oh Jesus, I have come. Oh Jesus, today I'm going to go home back full of joy. Asante Yesu. Yaani unafurahi. Sasa unakuja unaingia kanisani. Unaona hapa kanisa lilivyo leo limepambwa. Angalia hiyo maua yanatangaza na sanamu zimefunguliwa. Yaani hata usema, oh Jesus, this is a special day. This is a special day. Leo ni siku ya pekee. Tutakutana na Yesu. Bado una huzuni tu. Bwana awe nani? Inueni mioyo. Sasa kweli na tumeongea sana kwenye liturujia takatifu. Tunasema kwenye liturujia takatifu, hamtimizi wajibu wenu. Yale ya kwenu hamsemi, mnatununia. Sasa mnanuna. Yaani kwa nini ukaja? Na kwa nini unune wakati ambapo uko kwa Yesu? Uko kwa Mungu. Yaani hapa ni furaha tu, maana hapa ni mahali pa kujazwa yale ambayo yanakusibu na kuhangaisha. Ni hapa unayamwaga, upate faraja, upate kitulizo, upate matumaini, na pia upate dira. Upate mwelekeo na dira. Kwa nini tena? Sasa ni hapa ndugu zangu, ni imani. Ni imani. Lazima tusali sana tuongeze imani. Katika Injili tunaona huyu tu baada ya kuamini, yaani mambo pale yamebadilika na pale wakaanza kutangaza. Yaani katika maandiko matakatifu tunasema hapa katika haya maneno ya huyu mwanafunzi akaona na kuamini. Pale ndipo imani ya Kipasaka imeanza kutangazwa kwamba amefufuka. Ameona akaamini. Ndugu zangu, jambo kubwa zaidi tungeingia kwenye maisha sasa. Tulione fungo hili na maisha. Tumsikilize Petro, tumsikilize Paulo anasemaje. Ametusomea msomaji hapa vizuri tu somo kutoka Wakorintho wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 6 mpaka wa 8. Kristo Pasaka wetu amekwisha kutolewa sadaka. Sasa tuifanye karamu. Lakini hapo mwanzoni amesema tuachane na ile chachu ya zamani. Tuingie katika ulimwengu mpya. Yaani kwa kawaida Waisraeli kabla hawajaadhimisha ile sherehe ya Pasaka ya kale, walikuwa wanajitakasa kabisa kutokana na chachu. Ile chachu ya kale, yaani chachu walijaribu kujiondoa kabisa katika chachu ile ya kale, yaani maana katika ubaya wa aina yoyote walijitakasa, wakajisafisha kutokana na ubaya wote, maana wanaadhimisha ile Pasaka ya Bwana, kufanya ile kumbukumbu ya kile kipindi ambacho walivushwa kutoka Misri pale kwenye ule mtu pale kwenye ile bahari ya Shamu. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio la pekee kwao, la kiroho na la historia. Walikuwa wanaadhimisha kweli kwa utakatifu. Walikuwa wanajitakasa. Walikuwa wanatangaza kabisa kila mmoja aondoe ndani yake aina yoyote ya chachu ile ya kale. Chachu ya kale maana yake ni dhambi, maana yake ni matendo yote ya giza au roho. Kwa hiyo Paulo yuko hapa anasema ondoeni chachu. Ondoeni ile chachu ya kale. Ondoeni ile chachu ya kale. Kristo Pasaka wetu amekwisha kutolewa sadaka. Basi tuadhimishe sasa, tuile karamu yetu. Tumle sasa, tumwadhimishe. Nadi pale. Yaani tumfurahie sasa, tuwe na uhakika, lakini uhakika wa imani kwanza, kwamba mtu huyu yuko kati yetu na anatenda kazi. Tumuombe, yaani atumiminie wingi wa zawadi zake. Tumwadhimishe kwa furaha. Tunapomwadhimisha kwa furaha, na yeye atumiminie zawadi za wokovu, zawadi za umilele ambazo amekuja nazo. Sasa lakini Paulo anasema ni lazima muondoe sasa ile chachu ya zamani. Ondoa chachu ya zamani. Anasema unajua kwamba chachu kidogo uchachusha donge lote. Kwa hiyo be careful, remove everything. Ondoa kila uchafu.
Ondoa. Uwe donge jipya. Yaani Kristo mfufuka ingi mahali ambapo ni pachafu. Naona sasa shida iko hapa kanisani sasa. Sasa hapo spiri wangapi Mungu wangu, Mungu anafahamu tu. Yaani Paulo anasema mkitaka kumfurahia Kristo mfufuka, Kristo Pasaka wetu amekwisha kutolewa sadaka. Yuko hapo. Sasa maadhimisho hiyo karamu yake. Afanye nini tena? Lakini anasema naondoa kila kitu. Najua chachu kidogo kuchachusha donge lote. Au useme kidogo tu. Nina hapa mfano wa kila siku ile mama akanyumbia na kutoka Kikristo. Aliniambia kwamba akienda benchi la kwanza wanamkimbia. Kanyumbia na kutoka. Naenda kanyumbia na kutoka. Anaketi wakina mama wenzake wote wanamkimbia. Anaenda la pili, wakina mama wote wanasimama. Anaenda la tatu. Namwambia sasa mama ni kwa nini? Anasema baba askofu anasema nina uchawi. Lakini sasa wewe unao. Inacho kidogo baba. Sasa kama nacho kidogo sio fadhila. Lazima uondoe. Paulo anasema mnajua kwamba chachu kidogo huchachusha donge lote. Uwe kefu, uwe mwangalifu sana. Usiache kaubaya huko ndani yako. Nasema kwa kweli nimejitahidi sana. Nimetoka kwenye chupa 6 za bia, ninakunywa chupa moja tu. Ikiwezekana acha na hiyo chupa moja. Kunywa maji. Maana inakuingiza tu kwenye hasara tu. Sasa chachu kidogo. Sasa yeye anasema hivi, ninacho kidogo baba. Hicho kidogo ni cha nani? Yesu anapenda hicho kidogo. Fufuka anapenda hicho kidogo. Na hiyo fagilia mbali. Ubaki nafsi iko hapo inang'aa kwa ajili ya Yesu. Ili ajaze neema zake na baraka zake. Kwa hiyo amini, hapo namna gani tunaambiwa tujisafishe, tujitakase, tuondoe ndani ya mahekalu ya Roho Mtakatifu, tuondoe kila aina ya uchafu. Kila aina. Si mnafahamu yaani tumeingiliwa kweli. Tumeingiliwa na sisi tunakubali tu. Tunakuwa ni mahekalu ya mavitu ya huko duniani. Sasa ni lazima tusafishe. Ni lazima turudi kwa Mungu mwema, Mungu mtakatifu. Hapa bado kuna kitu kikubwa sana. Kanisa limejaa, ni lazima ufikirie. Huyo anaye kusumbua. Yaani tangu saa 10, saa 11 umejiandaa kwa kwenye ibada takatifu ya misa ya Pasaka ya Bwana ni nani? Ana mpango na wewe. Kuwa hapa kwa kweli ni baraka sana. Kwa hilo tena nawapongeza sana kwamba Mungu hapa. Hata wengine ambao bila shaka ni wale wa Pasaka. Lakini kwa kia mbali kwamba huko hapa tunakupongeza na karibu sana. Sasa unaweza kupata nini wenyewe. Sasa kama mmeshakuja kwenye ujumbe wa Paulo wa Pasaka, najua kwamba chachu kidogo uchachusha donge lote. Kwa hiyo itakasi, jisafishe, uwe donge jipya. Kristo Pasaka wetu amekwisha chinjwa sadaka. Yuko hapa kwa ajili yetu anapokuja. Ndugu zangu ni waombe, tuifurahie Pasaka ya Bwana. Msiogope, bado kipindi cha Pasaka ni kipindi cha kujitakasa. Mtaona wiki hii watabatizwa watu 200 na kusamehewa. Hata kipindi cha Pasaka ni cha kutakaswa. Kufufuka na kutakasa. Amejaa wema na huruma. Tumefanya matendo ya toba sana wakati wa Kwaresima. Lakini si kwamba basi tumekuwa malaika sasa. Tuendelee kumkimbilia Yesu atutakase. Ana uwezo. Toka huko ulipo. Katika aina usiache chochote. Na mengi tu ambayo tushakulia: uvivu, ukaidi, kiburi, ulevi, starehe za aibu, kupenda fedha, madeni, ukaidi wa kulipa madeni, usuria, kupamba moto. Na katika pitapita kwenye sinodi, kwenye mkutano wetu ya sinodi, wamepeleka barua, nasema baba askofu, unaonaje kama masuria yamezidi? Wewe unafikiri Mungu anataka kusema nini? Sio Mungu anataka kusema tupige muhuri. Never. Utoke hapo. Toka hapo. Mungu ataka apige muhuri katika uchafu. Yeye ameshafunga ndoa ya kwanza akasema mtu
unafikiri yani Mungu anataka kusema nini? Anataka kutuambia kwamba kwa kweli tumenaswa, tujinasue. Ujumbe ndio huo hapo, ujinasue. Ujinasue utoke hapo. Ujinasue kwa haraka katika Pasaka hii. Ndugu zangu, tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba kweli bila mastahili yetu ametujalia neema pia ya kuona Pasaka hii. Basi isiwe kule kwetu kweli. Ujumbe wa Paulo anaotupa siku ya leo anasema Kristo Pasaka yetu ameshaitoa sadaka. Yuko hapa ni kwa kwetu. Yuko hapa, tumkimbilie. Tumkimbilie. Yuko tayari kutukumbatia. Yuko tayari kutubusu tunapokwenda kumaliza matatizo yetu. Kwa njia ya kanisa lake